Kitabu cha kwanza cha Samueli. Mlango wa kwanza. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama, Msufi, wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elkana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana, na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elkana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo ile mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elkana mumewe akamwambia, Hana, unalia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri, akasema, Ee Bwana wa majeshi, iwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kwangu. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama inanena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, Je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, Hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, Enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elkana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Kisha yule mtu Elkana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake. Bali Hana hakukwea, maana alimwambia mumewe, Sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapoachishwa maziwa, hapo ndipo nitakapomleta ili ahudhurie mbele za Bwana, akae huko daima. Elkana mumewe akamwambia, Haya, fanya unavyo vema, ngoja hata utakapomwachisha maziwa, Bwana na alithibitishe neno lake tu. Basi yule mwanamke akangoja, akamnyonyesha mtoto wake hata akamwachisha maziwa. Naye alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akamchukua pamoja naye na ng'ombe 3 na efa 1 ya unga na chupa ya divai, akamleta nyumbani kwa Bwana huko Shilo. Na yule mtoto alikuwa mtoto mdogo. Nao wakamchinja huyo ng'ombe, wakamleta mtoto kwa Eli. Akasema, Ee bwana wangu, kama ishivyo roho yako, bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa nikimwomba Bwana. Aliomba nipewe mtoto huyu, Bwana akanipa dua yangu niliyomwomba. Kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu. Wakati wote atakaokuwa hai amepewa Bwana. Naye akamwabudu Bwana huko.